Jina la Bwana libarikiwe sana. Aseme mifupa kaanza sogeleana. Mifupa kaanza sogeleana. They start coming closer to each other. Mfupa ya mguu katafuta mfupa ingine. The bones from the leg start looking. Katafuta mfupa ya mgongo. Bones start looking for each other. Ni ishara zilifanyika mule mwa ile bonde zilikuwa tatu. Wonders happen. Na ile ya kwanza kila mfupa ilitafuta wenzao. Every bone zilishaka sambarana. Even if they were lakini zilitafutana. Na watu wakisikia neno la Mungu wanatafutanaka. Hata mtaka achana na mtu unasikia roho ya kumtafuta msamehe. Hata litaka achana na mtu unasikia roho ya kumpenda tena. Neno la Bwana linarejesha vyenye vilishaka sambarana. Kwa neno la Bwana mifupa ikakusanyana tena. Aseme Ezekieli akaona mifupa saw the bones coming together. Ya mguu ikaingia kumguu. The farmers came. Bikakamatana ya mgongo. It brought also bikakamatana na ya singo. The backbone, but also bikakamatana na ya kichwa. The head. Biblia inasema kama the Bible says akaona mifupa inasimama. He saw Mungu akamuuliza Ezekieli, unaona nini? Asemi naona mifupa. I'm seeing bones. Skeletons. Sasa utabiri kitu kingine. Now prophesy another thing. Utabiri mishipa. Say muscles. Ingie kwenye mifupa. Aseme mishipa ikajipanga kwenye mifupa. Na ilipojipanga kwenye mifupa akasema mimi naona mifupa inayala mishipa. Akamwambia tabiri. Aseme minofu ingie. Nayo ikaingia. Akaona kiwiliwili kinasimama. Na kile kiwiliwili kiliposimama aseme akamwambia sasa inakosa nini? Now what is missing? Akaangalia akasema hapa kuna pumzi ya uhai. The living breath. Tuko pamoja? Are we together? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hakuna pumzi ya nini? There is no living breath. Mtu anaweza kusimama na hana pumzi ya Mungu ndani yake. People can stand up without. Mtu anaweza tembea na hana pumzi ya Mungu. Na mtu akitembea na hana pumzi ya Mungu, if you don't have the breath of God, kuko tatizo ya makali sana. There is a huge kuko shida. There is a big problem. Kuko matatizo makubwa. There is a huge challenge. Njoo wale wanakutana wako mkanisa. Those are the people you find in church. Kukosa Roho Mtakatifu ndani yao. Without the Spirit of God, kanisa linapata shida. Kanisa linapata matatizo. Lakini nataka kukuambia hivi, usisimame bila Roho wa Mungu. Hakikisha Roho Mtakatifu ameingia ndani yako, aanze kuongoza kwa maisha, sababu Roho ni mwalimu, Roho ni msaidizi, Roho ni mfariji, Roho ni mtetezi, lakini pia Roho ni mwombezi. Ndio mwenye anatuombea kwa Baba. Aseme akamwambia utabiri basi na pumzi ingie. Now prophesy. Uite upepo kutoka ngambo na ngambo ikuye ingie ile mifupa. Akaita upepo ikakuya kubwa sana. Aseme ikaingia ndani wa wale watu. Sena ingia ndani ya wale watu. Aseme akaanza watu wakaingia movement. Movement ikaingia mara moja. Akaona watu wanayala mwa ile bonde. Wanaanza tembea. Mungu akusaidie sana. Usimame na utembee mwezi. Usimame na utembee mwaka. Wenye walikufungiaka wanaanza safari tena. Wenye walikutupaka unaziendelesha na ukuna mwendo wa kasi. And you go mightily. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Aliyesema utakufa atakufa mwenyewe na whoever said you'll die, he will die alone. Ndio Biblia inasema. It's where now the Bible says. Aseme kupitia hayo. That through that. Njoo Mungu pale kwenye tulisoma. It's where now God. Kwa ile mstari wa 11. Verse 11. Njoo Mungu anaambia Ezekiel. I told Ezekiel. Unaona vile vyenye unaona. What you are seeing. Taifa la Israeli. It is the nation of Israel. Balishakata tamaa. They have run away from their hope. Balishakata matumaini. They are habajue tena kama vitaendekaka. Habajue tena kama vitawezekanaka. Lakini nakwambia vitawezekana. Jina la Bwana libarikiwe sana.
bitawezekana. Batarudia tena kwenye nchi yao, bataenda katika nchi ya ahadi, sababu ahadi za Mungu zinasimamaka mpaka zitimie kwa wakati wake. Kama Mungu alisemaka ile ni nyumba yako na itakuwa yako, kama Mungu alisemaka Bulaya ni yako na itakuwa yako, kama Mungu alisemaka ule bwana ni wako na atakuwa wako, kama Mungu alisema ile mali ni yako na itakuwa yako. So shall it be. Hausemi hata amen. You are not saying amen. Hallelujah. Amen. Mungu akubariki. May the Lord bless you. Biblia inatuambia kwamba the Bible is telling us Mungu anawapatia matumaini wa Israeli. God gave them kuambia kwamba msikate tamaa. saying that don't be Munayaona hopeless. Itapita na mtavuka ile kipindi, na miaka 70 ikifika mtarudia kwa nchi ya ahadi. Mungu apewe sifa. Sasa nilikuwa nafanya utafuti when I was doing my research katika Biblia, in the Bible, mimi naenda kurudia katika kitabu cha Mwanzo. coming back in Genesis, mimi naona habari za mifupa ziko kule. I saw the ile Mwanzo 15, Genesis 15, naona Josefu pale. so Joseph mtoto wa Yakobo, Joseph the son of unajua kisi alifika Misri. When he came in Egypt, gani alifika Misri, when he came in Egypt, na ndugu zake walipomkutana kule, and when he brothers ilifika kwenye wanatawala, he reached the one they ilifika kwenye wanakuwa wengi katika nchi ya Misri, na inafika wakati miaka and when years ambayo were passed, Joseph anataka kufa, when now Joseph was about to die, ndugu zake, Biblia inasema alipofikisha miaka 100 zaidi, and when he akaitisha ndugu zake, akawaambia hivi, mimi najua Mungu atawajalia, Mungu atawakubali, Mungu atawasaidia mwa nchi, na kwa siku akingali atabatosa, lakini mufanya angalisho. Be careful. Mie nikikufa, when I die, mifupa yangu, my bones, mifupa yangu, my skeleton, usiachi yake mwa nchi. Ninajua mtarudia, I know you will go, and when you go back, go with my skeleton, uendane Kanani, go with it in Canaan. Joseph kwa sema nini? What is Joseph saying? Joseph kwa tafuta kuonesha kama Joseph is showing that hata kama iko katika nchi ya kigeni, even though he's lakini hawezi ozea mu nchi ya kigeni. Hata kama iko katika nchi ya watu, hawezi kuozea bila Mungu kutimiza ahadi. Yeye alijua Mungu alisema atabarudishaka Kanani, na inabidi siku moja barudie kuinchi yao ya ahadi. Na mimi nataka nikwambie, mifupa yetu haitaozeaka mwa hii dunia. Mifupa ya watakatifu siku ya parapanda italamuka, na tunaenda kumulaki hewani. Kumbi Joseph kwa natabiri, Joseph was prophesying juu ya habari za kupata matumaini, about getting hope. Watu wasikate tamaa. People should not be lakini hopeless. Pia iko na tabiri, but also he's prophesying siku za mwisho, to the last days. Na Joseph alikufa. Joseph died. Ukisoma Biblia pale nasema kama wakapakala mwili wake mafuta, zile maparfe, zile mafuta za kukausha mwili, mpaka walichunga miaka. Farao aliyependa Joseph akakufa, mwingine Farao aliyechukia Israeli akarithi. Ile nasema alibasumbua, lakini za muda ya kutoka ilifika, wakakamata ile mifupa ya Joseph, bakayendana baka bakaifikisha Kanani. Na kuambia hata huko gisi huko, lakini hautaozeaka mwenye kivale. Hata kama huko gisi huko leo, lakini hautaozea mkao. Mifupa ya watakatifu haitaozeaka mdunia. The bones of the holy will never be rotten in this world. Na Biblia iko wazi ya kwamba, and the Bible is clear, ile siku ya mwisho, the last days, Yesu atashuka na mwaliko wa malaika, Jesus will come, na ile brui
ile fuyo trumpet yenye lilamuka mwa ile bonde, aseme muujiza ingine ilifanyika kama ile bonde, another miracle that was fuyo ya mingi ikakuwa, a lot of noise, fuyo ya mingi mwa ile bonde ya mifupa, na ile fuyo itakuwa reve ya kanisa, itakuwa uamuzi wa kanisa wakati wa mwisho, siku za mwisho. Reve italamuka, ule mtakatifu watanyakuliwa, tukutanane na Yesu hewani, parapanda kutalia. Na wewe na mimi, kama tuliamini Yesu, kama tuliacha dhambi, tutatoka mu mateso ya dunia hii. Acha nikwambie, wako nafikiri ukifika Ulaya ndio full stop. Ulaya kukingali shida, neema tu sababu wabo balisha rahisisha mambo ya chakula, balisha rahisisha mambo ya mavazi, lakini kukingali wagonjwa, kukingali vifo, kukingali ile chuki ya bandugu na bandugu, kukingali watu ya makonfli na bachawi wakingali kule. Na mtu mmoja akaniambia hivi, aseme huku njo buchawi tunapaniaka mtoto liziba, hapa njo buchawi na ikala. Aseme buchawi ya huku ayo balishaka itengeneza paka nayo bakaitia mkizungu until it is modernized. Duniani huko hakuna raha. There is no happiness in this world. Mungu peke yake. The happiness is Bwana Yesu only apewe in heaven. sifa. Amen. Mungu akikusaidia unatoka katika nchi hii, when God help you to unaenda nchi ya tatu, go to the third world. Kitu nataka nikushaurie, what I want to advise you, usisahau kwamba kwetu ni mbinguni. Kila mtu mwenye iko hapa yote, tuko na ahadi kubwa. Ahadi ya kwanza, and the one promise ile Yesu anaambia wanafunzi wake, God is telling the disciples, Injili ya Yohana sura ya 14, anaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, muamini tu Mungu, sababu mimi niko naenda niandae makao ili kwenye nitakuwa na nyie mkuwe pale. Na ndio furaha ya kanisa, ambayo ni mfupa iliyotoka katika mbavu za Yesu. Kanisa ni mfupa, bibi harusi aliyotoka mbavu, kama vile Eva alitoka mbavu ya Adamu, na ni vile vile kanisa tunangoja bwana harusi arudie. Usikate tamaa ya kukuzimisha mwendo ya mbingu, biko ya mingi sana. Furaha inaweza na shida nazo zinaweza. Kitu nataka nikwambie, shikamana na Yesu, usikate tamaa, linda imani yako. Stick on your faith. Hallelujah. Amen. Na mwandishi wa Mezali anasema, linda moyo kuliko vyote uvilindavyo, maana mule ndimo muko chemchemu ya uzima. Usikate tamaa, hata kama unachelewa na kivale, usikate tamaa. Hata kama unaona shida zinakoza mingi, usikufe kiroho, endelesha tu safari yako, sababu tuko na nchi ya ahadi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ahadi za Mungu ni kwa kanisa, kwamba Bwana hatatuacha na mifupa yetu haitaozea dunia. Mungu akubariki, na bariki neno lake kwako na kwangu. Amen. Amen. Simama. Stand up.